Mkongwe wa mziki Tanzania Dudu Baya amekuja kutusanua kwa mara nyingine tena kuhusiana na sakata la kile ambacho anakipitia sasa hivi msanii Diamond Platnumz. Tunafahamu kuna mengi sana ambayo Dudu Baya huko nyuma alishawahi kuyasema kuhusiana na Diamond, lakini sio Diamond peke yake, alishawahi kusemaga pia kwa kuhusiana na Wasafi jumla na uongozi mzima ambao unajisimamia ile record label akiwemo kina Babu Tale pamoja na wengine wengi. Sasa akasemaga kabisa kwamba watu kwa wale yote mabaya ambao waweza kuyafanyia watu, ni dhahiri kwamba na wao pia anguko lao haliko mbali sana. Mengi sana Dudu Baya alisema na kusema kwamba kuna vingi ambavyo watu wamefanyiwa kutokana na wale watu ambao wako Wasafi. Alimtaja pia Diamond Platnumz kuwa ni mmoja tu ambao wamezibia riziki za wengi sana. Sasa amekuja kufungua kwa mara nyingine tena akiweza kusema ama akiweza kutoboa siri ya kile ambacho kinamtokea sasa hivi Diamond Platnumz, huku akiegemea kusema kwamba ndio mwanzo wa anguko la Diamond Platnumz, na pia ameweza kusisitiza kuhusiana na tukio moja ambalo nadhani hili itabidi tuliweke kwenye kalenda ili mwisho wa siku ikija kutokea kweli tuone kama itakuwa imetimia au vipi. Sasa tuanze moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho hii video ukapate kufahamu kweli juu ya kile ambacho Dudu Baya ameweza kutusanua kuhusiana na Diamond Platnumz. Lakini muhimu zaidi, naomba nikukumbushe, niko hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba nakuletea updates zote kuhusiana na trending issues. Kocha kufanya hakikisha tumeshow love kwa kubonyeza neno subscribe hapo chini hii video. Baada hapo like video, kisha kwenye sehemu ya comment utakuja kuniachia maoni yako kutokana na kile ambacho utakomeza ukitazama katika hii video. Mimi naitwa Gabby Official na hii ni Bongo Vibe channel namba 1 kwa ajili ya kuhakikisha kwamba nakuletea updates zote kuhusiana na trending issues. Sasa kama kawaida tunafahamu licha ya mengi ambayo Dudu Baya amekuwa akizungumza, this time bwana kuna lile sakata ambalo lina trend kuhusiana na Diamond Platnumz. Tunakumbuka ile sakata lilianzia kwa Mwijaku alivyokuja kusema kwamba Diamond anadaiwa kodi na vitu kama hivyo. Kuna watu walikuja na kumwataka Mwijaku na kusema kwamba Diamond tangu lini akaishi kwenye nyumba ya kupanga, lakini guess what, usichokijua ni kwamba mengi wenzetu wanayajua, ila sisi huku mashabiki wa kawaida huaga mara nyingi tunaongozwa na mihemko na kutokujua nini hasa ambacho kilichopo nyuma ya pazia. Kwa mujibu wa Dudu Baya amesema kwamba wengi wanasema wamekuwa kimwataki Mwijaku kwa kile ambacho alikisema, lakini hawajui kwamba masharti ambayo alipewa Diamond Platnumz ni kwamba hatakiwi kujenga nyumba yake, na ndio maana mara nyingi amekuwa akijinasibu kwamba ana nyumba sijui Afrika Kusini, ana nyumba Paris Ufaransa, lakini pia ana nyumba Madare. Lakini inasemekana kwamba siri nzito iliyopo ni kwamba Diamond hana nyumba yoyote na anaishi nyumba ya kupanga ambayo kodi yake ni milioni 5 kwa mwezi. Sasa amesema kwamba sasa hivi ndio mwanzo wa anguko lao umefika, kwa sababu Diamond sasa hivi kila kitu chake kinaanza kuanguka. Tunaona Wasafi Media, tumeona pia Wasafi Beti, kwanza zile Diamond Karanga hazipo tena, lakini pia mengi zaidi na kusema kwamba sakata aliyokuwa analizungumzia Mwijaku amesema ni sakata la kweli, na hii ni mwanzo tu wa kile ambacho kinaanza kumtokea Diamond. Lakini kubwa kuliko ni kile ambacho Dudu Baya ameweza kutusanua kusema kwamba haitokuja kutokea tena Diamond Platnumz akatoa hits ambazo zitenda viral kama vile ambavyo alikuwa anafanya miaka hii ya nyuma ambayo ameweza kuhit kwa muda mrefu. Anasema kwamba hii mikataba asili huaga ni mikataba ambayo ni ya kishetani, huaga iko na masharti na kwamba mtu anakuwa na hit kwa limited time. So anasema mwisho wa Diamond Platnumz umefika na ni wakati wa wengine kuhit endapo wakija kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Lakini kwa Diamond Platnumz anasema hili ni anguko ambalo kitakachokuja kumtokea Diamond Platnumz watu hawatokuja kuamini, na anasema mwaka wa 2026 huenda ukawa ni mwaka ambao watu wataanza kuipokea ama kuiona taswira tofauti kabisa Diamond Platnumz na kumuona kama vile mtu wa ajabu kwa yale ambayo atakuwa anayafanya. Sasa maybe kuna kitu ambacho Dudu Baya ameweza kukiona, lakini sisi hatujui kwa sababu wao mara nyingi waga wanavijua vitu vingi sana. Lakini comment yako lipi kuhusiana na hiki? Unadhani kweli ni mwanzo wa anguko la Diamond Platnumz, au unadhani labda Dudu Baya na chuki zake tu binafsi kwa hiki ambacho ameweza kukizungumza? Comment yako ikihusika hapo chini utakometisha sana, lakini usisahau kusubscribe kwa ajili ya kupata updates katika video zijazo.